Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wapenzi watazamaji wa Sultan Online TV, siku leo tunachukua fursa hii kwa ajili ya kutoa njia juu ya swala zima la ukuzaji wa riziki. Njia ya kukuza riziki yako. Allah anakupa riziki, lakini Allah anahitaji uikuze ile riziki. Unaikuzaje riziki yako? Sasa kuna njia nahitaji kukupa kwa ajili ya kukuza riziki yako biidhnillah. Njia ambayo unahitajika kuifanya, kuna uradi maalum. Ukiufanya Allah anakukuzia riziki yako. Uradi maalum ukiufanya Allah anakukuzia riziki yako. Tena anaikuza kwa haraka ile riziki, Allah anaikuza kwa haraka zaidi kwa idhini yake tabaraka wa taala. Lakini vile vile tukitazama hapa, njia hii muhimu sana, nakupa ndugu yangu, kama kuishika njia hii, basi ishike kwa njia ambayo hii ninayokupa, uishike kwa ikhlas. Yani maana yake uishike kwa takwa, yani uishike kwa unyenyekevu, uwe na ushui. Uishike kwa ushui zaidi unapotaka kuifanya, uwe na ushui mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini vile vile, kwanza kabisa utahitajika utumie idha waqa'at. Utumie surati idha waqa'ati alwaqiya. Utatumia hiyo kwa kuisoma asubuhi na jioni. Idha waqa'ati utaisoma asubuhi na jioni, kwa kuwa Qur'ani ni shufaa. Qur'ani ni miftahu, ni ufunguzi ambao ndani yake, ndani ya Qur'ani watu wanaweza wakawa wanajiuliza mambo mengi, lakini wanashindwa kuyapatia ufumbuzi. Lakini ndani ya Qur'ani ilishazungumzia masuala mazima ya maisha yako. Qur'ani ilishatujuza muda mrefu juu ya maisha yako. Unaweza ukajiuliza maisha yako, mbona yako hivi, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alishatoa ufafanuzi. Utakapoyaona maisha yako katika hali fulani, basi tumia njia fulani ili kuweza kuondokana na hiyo hali ya kiuchumi iliyokuwa ngumu kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakati wewe unajiuliza juu ya maisha yako ufanyeje, Allah alishakupa majibu muda mrefu sana, kwamba njia gani za kutumia ili kuondokana katika wakati mgumu, kuondokana na hali ngumu. Hakuna kitu ambacho kitakusaidia isipokuwa ni Allah tabaraka wa taala kwa kupitia Qur'ani, kwa sababu ndiyo shufaa na ndiyo mafanikio kwetu sisi. Sasa basi, hakikisha unapofanya hii, basi kwanza hakikisha uwe na ushui. Hakikisha umeingia kwenye unyenyekevu na umuombe Mwenyezi Mungu kwa yakini. Umuombe Mwenyezi Mungu kwa yakini, kwa sababu hii ni njia ambayo uyakini wako ndiyo siri ya njia hii. Umakini, yani ule ufafanani wake, yani tuseme kwamba ule uyakini ndiyo njia ya kukufanya wewe ufanikiwe kwenye hii. Na ndio maana nasisitiza sana uifanye kwa yakini, kwa sababu ndiyo siri kubwa ya mafanikio ya njia hii. Allah atakufanyia wepesi ukiifanya njia hii kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukisoma idha waqa'atil waqiya, ukaisoma asubuhi, ukaisoma mara 14, na jioni ukajipinda baada ya Isha ukaisoma mara 14. Lakini vile vile
Baada ya hapo ukishamaliza hiyo mara 14 pengine umefanya asubuhi, baada ya salati subuhi ukaisoma mara 14, basi ukimaliza kuna uradi wake maalum. Uradi wake unasema ya Razaku ya Razaku ya Razaku ya Razaku ya Razaku ya Razaku. Utafanya mara 1111. Hii ya Razaku uradi wake mara 1111. Ndio baada ya kumaliza uradi huu ya Razaku ya Razaku ya Razaku mara hiyo 1111, kisha utamtakia rehma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mara 100 hii mara 100. Baada ya hapo fanya dua yako, hitimisha kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fululiza ndani ya siku ngapi? Ndani ya siku 3. Idha waqa'atil waqi'a, kwa idadi hiyo ya mara 14 asubuhi na jioni. Alafu kisha baada hapo nenda moja kwa moja katika uradi wa yara zako mara 1111. Kisha baada ya hapo mtakie rehma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mara 100. Kisha baada ya hapo hitimisha dua yako. Nenda namna hiyo katika taratibu ya namna asubuhi na jioni ndani ya siku 3. Tazama kama ni biashara yako, tazama hapo katika duka lako, tazama katika mfumo wa maisha yako kama biashara yako ya kutembeza, tazama mabadiliko ambayo utayapata kwa ajili ya kukuza riziki zako. Na kama huko katika sehemu unafanya kazi, pengine kazi za ndani, pengine unafanya kazi umeajiriwa pengine serikalini, umeajiriwa katika kampuni fulani, umeajiriwa katika shirika fulani, dumu na hii inshallah biidhnillah. Kisha mwambie Mwenyezi Mungu jambo lako, ya Rabbi nijalie mshahara wangu nizidi, niongezwe mshahara wangu. Ya Rabbi nijalie mimi nitachokipata basi ya Rabbi nikizungushe ili kiweze kukua kwa idhini yako na utukufu wako. Alafu tazama maajabu ya Mwenyezi Mungu anaokuonyesha kwa idhini yake na utukufu wake. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.